مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهر على دين كله ولو كره المشركون. أما بعد. Maashara almuslimin, tumshukuru Allah ambaye pia ametukutanisha katika wakati huu tukiwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, na pia tukiendelea na zile silsila ambayo tulikuwa tumeianza kuzungumzia al-Aqsa au al-Haikal. Na tukawa katika wiki zilizopita tulizungumzia hawa Bani Israeli, wao ndio waliosababisha mpaka kupatikana kuvunjwa mara mbili al-Haikal kwa sababu ya yale mambo yao waliyofanya na maasi yao, na hasa kuwaua manabii. Wakamuua mtume Zakaria alayhi salatu wasalam. Lakini pia tulikuwa tumeshafika tuzungumzia al-Bakara, tukasema moja pia katika mambo muhimu ambao wao wanasubiria ni Bakara. Sasa tutaka tumuona Bakara kwa mujibu wao, na Qur'ani kwa mujibu wetu inamuelezeaje huyo Bakara. Katika usturu au katika mambo ambayo tulisema ustura al-Bakara al-Hamra, Bakara mwekundu ambao anamsubiri. Fama hiya hadhihi al-Bakara al-Hamra, ng'ombe huu mwekundu ni yupi? Wama qisatuha, kisa chake ni kipi? Al-qadim, cha mwanzo, maana ng'ombe ni tangu wa mwanzo huyu. Wamata yajiduha au yajidunaha, au wamata yajiduha, wakati gani watampata? Wamata yadhahunaha, na wakati gani watamchinja na kwa nini wamchinja? Wakaifa satuhawilu shabu al-yahud biasri, na pia ng'ombe huu vipi atawageuza Mayahudi kwa ujumla baada dhabiha ila shabi usulu shadid. Baada ya kumchinja watakuwa ni watu watakuwa wana misingi madhubuti mikali, tamassaku bil yahudia, ambao watashikamana nayo na utashikamana watakuwa wasafi sana. Wa hiya al-bakaratu al-yahudia al-muqaddasa, ng'ombe anaitwa ng'ombe al-yahudia al-muqaddasa. Aqulu ikhwani fillah, yartabitu ash-shabu al-yahudia al-an, Mayahudi hivi sasa wanaunganisha na mfungamano wao bina'il haikal yahudi, ili kujenga hiyo haikali ya Mayahudi bimasra al-Bakara, wanaunganisha na huo ng'ombe. Kwa hiyo haikali haiwezi kujengwa mpaka huyo ng'ombe apatikane. Wala ya'lamu al-muslimuna ma hikayatu al-yahudi ma al-Bakara, waislamu hawajui masimulizi Mayahudi pamoja na ng'ombe. Fakad ittakhadhu fi bidayati ahdihim, hakika walimweka na kumfanya na kumweka katika mwanzo wakati wao ma Musa alayhi salatu wasalam, wakiwa pamoja na Musa, aliha, kulikuwa kuna sanamu likuabudiwa minujul, kama qala Allah ta'ala, kama Allah alivyosema, wattakhadha qauma Musa min ba'dihi min hulihim ijlan jasada lahu khuwar alam yarau annahum la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhadhuhu wa kanu zalimin. Allah amezungumzia kwamba wakati wa Musa waliweza kumfanya na kumtengeneza ng'ombe huyu. Fakad jaa fi sihahi 19, imekuja katika sihahi 19 min sufri al-adad fi tawrati al-yahudi ma nas, wa kallama rabbu Musa wa Haruna qailan, alizungumza Mola wa Musa na Haruna hali ya kusema hadhihi faridatun sharia, hizo ndio mambo ya fardha ambayo sharia, allati amara biha rabbu, Mola wako ambaye amekuamrisha qailan, hali ya kusema kallim bani Israil, Musa zungumza na bani Israil, ayakhudhu ilayka bakaratun, wachukue kwako wewe, uchukue ng'ombe hamra, ng'ombe mwekundu, sahihi tena au mzima, la aiba fi, asio na aibu, wala miyalu alaihi nayir, wala asio amelima, yani amebebeshwa mikokoteni na pia kulimishwa kwenye mashamba. Katika hiyo wala miyalu alaihi nayir, maanake fatatuha azaril kahin, ili tayari baadaye huyo ng'ombe huyo atakayesimamia atakuwa ni wale makuhani wa Kiyahudi. Fatukhraju,
kharij al-mahalli atatolewa nje na sehemu, watudhbahu qudama atachinjwa katika kuchinjwa kwake maana yake qudama kada maana yake katika ile miguu pia itakatokatwa. Wa yakhudhu al-azar al-kahin atachukua sasa yule ambaye ndio msimamizi yule mchungaji kwa hivi sasa wasema au kahin au mtu ambaye ni mtukufu ambaye ni anaitwa ahbari au katika wanachuoni wao atachukua damu yake biusbu kwa kidole chake, wayanzahu min damiha alafu atachanganya katika hiyo damu na pia atajipaka fi wajhi atajipaka katika uso na pia na khimatul ijtimaa na pale wote waliojikusanya katika ile hema wote watapakwa pia vile vile 7 sanawat miaka 7. Wayuharraku al-bakara amama ainai kisha atachomo huyo ng'ombe mbele ya macho yao. Yahriqu jildaha ngozi yake itachomwa, walahmaha nyama yake, wadamaha damu yake, ma farthiha pamoja na mavi yake. Wayakhudhu al-kahin khashaba kuhani huyu atachukua mti sasa ambao mti huu kichukua wayatrahu hunna wasatu harik utatupwa katikati ya ile ng'ombe aliyekuungua harikul bakara utakutupwa katikati pale ambapo ng'ombe imeungua kwenye majivu. Thumma yaghsilu al-kahin thiyaba kisha yule kuhani ataosha nguo zake. Takunu al-bakaratu libani Israil hapa huyu ng'ombe ndo atakuwa bani Israil wal gharibu nazil fi wasatihim fariidatun dahiya itakuwa ndo fardhu ambayo iliyofaradhishwa ni ng'ombe tayari atakuwa ameshaandaliwa. Intaha nasu illa anna al-bakarata al-hamra ikhwani fillah satakunu alamatan inda al-yahud ng'ombe huyu sasa atakuwa ndio alama kwa Mayahudi ala anna az-zamana alladhi tudhharu fihi hadhihi al-bakara kwamba wakati ambao ukudhihiri ng'ombe huu az-zamani bina'il haikal ng'ombe akipatikana ndio wakati wa kujenga haikal ndio wakati tayari msikiti utakuwa umeshavunjwa huo tayari haikali yao itakuwa tayari ndio wakati wa kuijenga. Wayantadhiruna hadhihi al-bakara na Mayahudi wanaosubiri ng'ombe kwa nguvu zote na vile vile kwa imani kubwa. Wayabhathuna an ay khabar yataallaq bihadhihi al-bakara na wanatafuta habari yoyote ambayo itakayoambatana na ng'ombe yuko wapi ameshakuja tayari au ameshazaliwa wanatafuta ng'ombe huyo al-muqaddasa. Walihadha fa inna juhud al-yahud ittajahat fi bahth hadhihi al-bakara al-muqaddasa juhudi za Mayahudi zimeshaanza wameelekea juhudi zao kubwa na nguvu zao kwa ajili ya kumtafuta ng'ombe huyu. Fala budda min dhuhuriha au idhhariha hakuna budi lazima adhihiri au adhihirishwe. Wala ustazama al-amru hata kama jambo litalazimisha bialati wa dhuruf mambo mengi na gharama nyingi hata kama zitatumika sio tatizo. Tustakhriju tilka al-bakara ili kwa ajili ya kumtoa ng'ombe huyu al-muqaddasa istikhrajun min baini malayin al-bakara fil alam juhudi zozote huyu ng'ombe lazima atolewe katika ng'ombe nyingi katika ulimwengu ambao umeenea kila nchi popote atakapopatikana na juhudi za kumtafuta popote atakapopatikana hata kama juhudi zitakuwa zitamaliza muda mrefu na matumizi na dhurufu na gharama nyingi. Wa hadha alladhi hadatha na hili ambalo limetokea famundu iddati sanawati miaka mingi iliyopita taahada kahin Amerika yuda aliweza kuahidi huyu kahin Amerika ambaye anaitwa Kiladilot yantami ila jamaat harakati lihaikal huyu ndio ambaye anaungana na kujiunga na jamaa ambao anaitwa hayatul haikal ambao tayari kutengeneza hiyo haikal ya tatu hiyo al-injiliya al-usuliyya wayakrusu juhudahu lilhuthuri ala bakara na juhudi kubwa kwa ajili ya kumpata huyo ng'ombe bil muwasafati daqiqa kwa sifa ambazo ndani alwarida fi ahadi alqadim sifa ambazo zimetajwa katika ahadi au katika vitabu vya mwanzo. Wanadhara nafsahu lilmusaada fi ay mashru na kaangalia nafsi yake kusaidia katika wakati wote kuliwezesha jambo hili yataalaku bi'adati ta'hili alhaykal lilibad ili hii haikal iweze kuandaliwa kwa ajili ya kuabudu lazima huu ng'ombe apatikane. Wakati ya itaswalat wa muqabalat
hakika mawasiliano yamepita na makabiliano mengi ala alf kuanzia mwaka 1989 بين هذه الهاكل au hadhihi الهيكل hakika alibainisha aliweka wazi hadha alkahin ambayo wabaina al-Khaham Israel katika hawa wataalamu wagunduzi wakaweza kujua ng'ombe huyu na sifa zake walladhi ya'malu fi mahadi al-haykal al-muqaddas huyu yuko katika chuo kikuu hasa anafanyia kazi kwa ajili ya kufuata huyu ng'ombe al-muqaddasa sifa zake yukoje iktara hadha al-Khaham al-yahud fikratan huyu mtaalamu wa Kiyahudi alileta fikra insha'i mazra liintaji wa tarbiyati al-abqar kuna haja kuanzisha shamba kubwa kwa ajili ya kufuga ng'ombe ili tuweze ndani ya hizo ng'ombe tunaweza kugundua inawezekana tukampata huyo ng'ombe adharib ila al-humr faktana al-kahin akatosheleza na kukinaisha hoja zake insha bilfil tilka al-mazra shamba likatafutwa katika wilaya ya Amerika wakati ansha hadha al-kahin na alianzisha kuhani huyu baada faragha mazratihi amrikia baada ya kuweza kutafuta shamba Amerika katika mji unaitwa Haifa tahasuba liyaumi tuladu fihi al-bakara ili kuhakisha kwamba kuna ng'ombe na kumvizia na kumsubiri ng'ombe ambaye atakayezaliwa al-muqaddasa al-muntadhara mwenye kusubiriwa katika mwezi wa Oktoba katika mwaka 1996 tayari tama ilanu an milad al-bakara ulitimia kwamba tangazo kwamba ng'ombe amezaliwa ng'ombe amezaliwa hamra mutabika lilmuwasafati alwarida fi Taurati sifa ambazo zimetajwa katika Taurati anazo ng'ombe huyu katika mwaka 1996 na kama ilivyo katika Taurati ulina annaha wulidat ilitangazwa amezaliwa fi mazra kafari hasibin katika shamba ambalo linaitwa kafari hasibin wala alfawr dhahaba wa ufud min alkhahamat haraka walienda wala wataalamu ambao tayari wa Kiyahudi lilmuayanati halat almawlud alasr kuangalia je huyu ng'ombe aliozaliwa wakati huu ndio mwenyewe alafu na kumgundua bi awsafi almadhkura fi Taurat ili sifa zilizotajwa katika Taurati ndio zenyewe thumma alana waqtuha kisha wakati huko kukatangazwa mutabiqatu lilmuwasafati hakika kwamba kweli huyu ng'ombe sifa zake ndio zenyewe baada albarakuha wakambariki huyu ng'ombe waatuha ismu na akapewa huyu ng'ombe jina Milodi huyu ng'ombe akapewa jina la Milodi wa umiru bi fardh haris mushaddidan haulaha kukaamrishwa ulinzi uweko mkubwa katika pembezoni mwa huyu ng'ombe lakini kana ilanan uthur al-baqara bidayat al-marhala al-jadida hakika kulikuwa tangazo la kutangazwa kwamba ng'ombe amezaliwa na amepatikana ndio mwanzo wa marhala mpya wa muthir min hawasi wal junun ambao tayari Mayahudi walikuwa kama wamechanganyikiwa kwamba ng'ombe wa kwetu ambao tulikuwa tumsubiri tayari ameshapatikana wa haidhu tawafada al-alaf min al-yahudi walienda wengi maelfu ya Mayahudi al-mutadayyinin wenye dini wa ghairi mutadayyinin na usio kwa na dini yoyote ila al-mazra kafar hasibin kwenda katika shamba ambalo linaitwa kafar hasibin lilianzishwa shamba hili fi Israeli limushahadati hadha al-kahin al-ustur kwenda kushuhudia kwamba huyu ng'ombe tayari kutokana na huyu kuhani asema kweli huyu ng'ombe ana sifa zile zilizotajwa katika Taurati kama badat al-majmu'at min al-khahamat kama vile wataalamu hawa pia wa khahamat ya Kiyahudi wataalamu hawa walianza fi dawati ailati al-kahin kuandaliwa pia katika baadhi ya watoto pia watu wapeleka watoto wao liirsali auladihim likay yatimu idadihim wapeleka watoto wao wakafundishwe ili itimie maandalizi fi hijri yusamma bil azl at-tahir katika chumba ambacho kinaitwa al-azl at-tahir wakafundishwe kwa sababu hapa wakati wote sasa msikiti au haikali yao itakuwa imeshatimia ili kwa ajili kuwafundisha watu na watoto ili tupate wataalamu wa kuendesha ibada hii liyakunu jahizina lil'amali fi tuqus ili wao wameandaliwa kwa ajili ya kufanya kazi ya kuendesha ibada
ambayo tayari almutaallikat bilbaqara, ambayo tayari ibada hii inaambatana na huyo ng'ombe. Wastijlabi 4 ailat, familia kama 4 za zikaitika wito huo, wakapeleka watoto kwa ajili ya kufundishwa hili. Wa min ajli hadha alghardh bada alkhahamati alyahudi, walianza sasa hawa wataalamu wa Kiyahudi alitifaki ma jihadi alhukumia alisrailiya, ukiafikiana pamoja na serikali ya Kiyahudi bitahsini nisbatu wahid fi 100 min majmu'ati intaji dakhil Israil. Nani ambaye atakuwa tayari watafundishwa, watakuwa wazuri katika mkusanyiko watakayokuja wakafundishwa, liyadha fil hisabi khadamati alhaykal, ili awekwe tayari kina nani watakuwa tayari wamemaliza masomo yao kwa ajili ya kuweza kufanya ibada na kuendesha ibada hii ndani ya hii haikal ambayo itakuwa tayari wakati wote itakuwa imejengwa, alladhi dakhala muhimmatuha fi marhalati tanfidh, ambayo sasa hivi sasa muhimu wake utaingia katika kazi ya kutekeleza na kubidhuhuri hadhihi albaqara almuqaddasa. Utekelezaji utaanza kwa kudhihiri ng'ombe huyu ambaye almuqaddas. Ibada zao zitaanza kufanyika, nani atasimama mbele, system ya ibada ikoje. Walakin baada an rahat alahlam tusbihu bilyahudi almutadayyinin fi sawahil khiyalan wa khibala. Baada ya muda kidogo ikawa ndoto za Mayahudi sasa mayugharu ajwa'i haula hamin, sasa ikawa sasa ndoto zao zikaanza kurudi nyuma. Fakadishaka baadhi alkhahamat, baadhi ya wataalamu walipata shaka fi antakuna milodi, kuwa huyo ng'ombe milodi aliyopewa jina hii albaqaratul hamra, ndio ile ng'ombe ambaye mwekundu almuntadhar, mwenye kusubiriwa ndio mwenyewe kweli. والموعود بني إسرائيل aliyoahidiwa kwa bani Israeli. Haithu awrada sahifa maarifu Israeli, ilipokuja sahifa gazeti la chombo cha habari cha Israeli sadira fi 29 katika mwaka 1997. Sasa ikaja khaham katika wataalamu wakasema tasrih adla bihi min almazra, walienda mpaka ile shamba alati tuqimu fiha hadhihi albakara, sehemu ambayo hiyo ng'ombe amekaa na huyo ng'ombe ambaye amepatikana, ng'ombe anaitwa milodi. Qala fi, mtaalamu akasema, alipoenda akasema ndani yake maana kad takunu hadhihi albakara hiya alhaqiqi, asikana huyo ng'ombe akawa ndio hakika, bisababi baadhi shawaib, kwa sababu baadhi ya dalili ambazo zipo. Wa akhraja kham hadas almukabbira, yule mtaalamu akaenda na chombo maalum cha kumkuza ili tayari kumpiga ili tayari aweze kukua, maana kumkuza ili aonekane vizuri. Wala tafa albakara thumma sawaba aladasa, akakiweka chombo vizuri kwa ajili ya kumwangalia na dhailia katika upande wa mkia. Qal, akasema undhuru huna tajiduna baadhi shu'airat albayda, hebu muangalieni hapa tuone katika baadhi ya nywele nyeupe. Thumma tajaha ila rasi, kisha chombo kikaja katika kichwa chake. Wasawaba wanadhara, akatizama akabebu, angalieni pia na hapa pia. Qailan, hali ya kusema inna rumushaha, wayatulieni, inna rumushaha tabda hamra. Maana tunaona tayari anaanza kuwa huku kuna weupe, huku kuna wekundu, wanaanza kumchunguza vizuri sasa. Kisha watantahi sauda, mwisho anakuja kwenye weusi sasa. Indama tahattama ahlamu alyahudi fi hadhihi albaka, hapa sasa ndoto za Mayahudi zikaanza kuvunjika. Alwalida, kwa huyo ng'ombe aliozalia ndio mwenyewe, basi mbona sio mwenyewe. Lakinnahu, katika mwaka 1997, lakinnahum la yazaluna yu'minuna an yaqin, lakini wao bado wanaamini kwa yakini bi annahum shabullah almukhtar, wao ndio watu taifa teule iliyochaguliwa na Allah, hata takuma sawa, taendelea kuwa watu utukufu mpaka kiyama kusimama. Wal ajab min dhalik annahum ya'taqiduna biqadri nafsihi min al-yaqin bi annahum shabu an-najas, lakini kitu cha ajabu pia wanaitakidi kwamba wao ni watu walionajisika mundu asharati alqurun, karna nyingi, li'annahu qarafa an-najasat, kwa sababu wao wamevaana na najisi al-alida, najisi nyingi wamevaana nazo, wamebadilisha hiki, wameua hiki, kama tulivyosema katika hotuba zilizopita.
walakin wala yumkin tatahhur minha, hatuwezi kutoharika tu wasafi minha hasabi shari'atihim, kufuatana sharia yao, wayatakiduhum illa birimadi albakara, paka huyo ng'ombe achomwa sasa yale majivu mpaka kwa sasa mtaharika. Al-ahmar dhanna tuqus la tumalis illa fi haykal al-yahud, wa bima anna al-haykal ghaib, haykal msikiti wao au sehemu yao ibada imekosekana mundu 2000 am, zaidi ya miaka 2000. Walam tadhharu hadhihi al-bakara al-mukhallas, ng'ombe huyu bado hajadhihiri ambaye al-mukhallas walmutahhir ambaye atatutakaza si ng'ombe huyu fi nafsi alwaqti, katika wakati huo fa inna najasa dhalla mulazima lishabi yahudi, muda kwa ng'ombe hayupo bado najisi itaendelea na mayahudi bikamili. Jaa fi taurati alyahudi, imekuja katika taurati ya kiyahudi fi safar adad al-ashah 19, maana imekuja hivi, hadhihi hiya sharia, hii ndio sharia ya kiyahudi. Idha mata al-insan fi khaym au fi khima, akifa mtu katika hema, fa kullu man dakhala al-khima, kila atakayeingia katika hiyo hema, wa kullu man kana fi al-khima, na kila aliyokuwepo katika hema, yakunu najsan, atakuwa ni najis. Kullu ina'i maftuh, kila chombo kilichofunguliwa, laysa dadu bi asaba fa innahu najis, chombo chochote pekee kilichofunguliwa itakuwa ni najis. Wa kullu man massa ala wajhi suhara, kila atakayegusa, ameenda akakuta mtu aliyokatila, mtu aliyouawa bisaif, kwa sababu Yahudi wanaua sana, kila aliyouawa kwa upanga au maitan, au kaungusa maiti, au adhm al-insan, au ukagusa fupa la mwanadamu, au qabran, au kaburi, yakunu najisan, itakuwa tayari ni najis. Intah, mwisho wa kunukuu katika kitabu chao. المشكل اخواني في الله انهم يعتقدون ان هذا النوع من النجاس، aina hii ya najisi, la yazaluna illa birimadi albaqara, haitaondoka mpaka tayari huu ng'ombe achomwa moto, tayari ile majivu sasa, alafu ataoga na majivu haya, maana kama hadithi. Jaa fi mawsu'ati dini al-yahudiyya, imekuja katika mawsu'ati katika kitabu chao cha dini cha Yahudi, maana inna al-bakarata al-hamra, ng'ombe huyu mwekundu, yajibu sahabuha kharijul qudus, atatolewa nje na Qudus, wa baada dhabiha, na baada ya kuchinjwa, yajibu harquha bilkamiliha, wajibu achomwa moto kwa ukamilifu, baada idhafati khashabul ard, pia kupatikana pia mti maalumu ambao wa ashabul ukhra yushrifu ala hadha, katika huu mti atatumia na atakuwa na mti huyu tukusu khahamati, yule ambaye ni mtaalamu katika hawa ambao wenye kuendeshwa hii ibada, au kahin. Wayastakhdimu rimad, atatumia huu jivu hili fi tatahuri, katika kujitoharisha, wa tardi arwahi sharira, na kutoa roho mbaya, roho chafu, allati yumkin, ambazo inawezekana antantakila ila al-yahudi min al-maut, inawezekana roho mbaya zikahama kwa Yahudi mpaka wakafa, la umasaj Uthman, kama mtu atagusa kiwiliwili. Intah, imeisha katika nasu. Hata inna talmud alladhi wadaaha, hata katika hii Talmudi ambao wameweka Mayahudi kitabu chao hiki ambacho ndio tafsiri li Taurat, cha kufasiri Taurat, yaduru sudusaha takriban ala kaifiyat at-tatahhur, katika sudusi nzima inazunguka namna ya kujitoharisha, namna gani, kwa sababu wao ni watu walionajisika min najasati, katika najisi. Thumma jaa aqida at-tatahhur min al-bakara, imekuja akida kujitoharisha kutokana na huyo ng'ombe, liyakunu fatihan la ahadi min at-tahara, ili iwe ni ufunguzi wa wakati wa kujitoharisha, yastakbilunahu bihi asran, ili tayari watu hivi sasa waelekee katika wakati huu, kwa maana huyo ng'ombe lazima aje ili Mayahudi warudi vizuri, ili ukiingia katika ibada zao sasa watakuwa ni watu watakatifu, na ule utakatifu ambao umepotea kutokana na mambo aliyofanya utakuwa utarudishwa na huyo ng'ombe. Sasa lakini inna jamil bakara, ng'ombe zote al-ahmar wal-abyad, lao kusanya Mayahudi ng'ombe zote, mweusi, mwekundu, ng'ombe zote, lao asafa rimada, ng'ombe zote wazikusanye, wazichome moto, zio zote ni majivu. Thumma khulitu bima'il bahr, kisha zichanganywa na maji ya bahari yote, maji ya bahari Red Sea zote. Thumma ughriqat fihi ummatul yahud, kisha wazamishwa wote Mayahudi katika hiyo bahari ambayo ng'ombe zote ambazo zimechomwa. Al-mal'un lama tatahharu wahid minhu min najasati al-kufri wa qadharati ash-shirk,
wasingeweza kutoharika kutokana na kufuru na uchafu wa shirki waliokuwa nao, illa idha dakhala fi dini tauhid, paka waingia katika dini ya tauhid, wa amana birrisala, na waamini utume wa Muhammad alayhi salatu wasalam, kama Allah alivyozungumza katika kitabu chake. Kwa hiyo huu kwa mujibu wao huyu ndio ng'ombe ambao wanaomsubiri. Lakini je, sisi huyu ng'ombe tunamjuaje sasa? Yukoje ng'ombe huyu? Je, hakika yupo? Alikuwepo kama walivyosema alikuwepo? Je, masadir katika vitabu vyetu, kitabu chetu Qur'ani yasemaje? Inamzungumziaje huyu ng'ombe? Aqul qawli hadha billah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد. نحن اليوم على موعد من هذه المشاهد المتفرقة. turudi kwenye kitabu chetu sasa. Tuangalia katika mashahidi almutafarrika, katika matukio mbalimbali fi kitabi Allah azza wa jalla allati warada fiha qasasun bani Israil. Ndani ya kitabu chetu ambao kumewaridi visa vya bani Israil baada an kharaja Musa alayhi salatu wasalam, baada ya Musa kutoka Misri, watajawaza al-bahr, akapituka bahari au akapita bahari, wala rabbuhum bijanibi tur al-ayman, Allah akamwaahidi ayakae katika tur al-ayman. Wataajjala Musa alayhi salatu wasalam, na Musa akafanya haraka alipofika pale, wasabaqa qaumahu ila rabbi, akawatangulia watu wake kwenda kwa Mola wake, fi shauqin muhibbi almahbubi, akiwa na shauku kwa sababu yeye anampenda Allah subhanahu wa ta'ala, wa talaba iridha'ihi, anataka kwa ajili ya kwenda kutaka radhi za Allah, wasabara ala haula'i alladhina, na pia wama sabara, wala hakusubiri juu ya hao ambao amewaokoa kutoka katika makucha ya Firauni, wakapituka katika bahari, wakaenda wakakaa Kanaan, wakawa katika janibil Tur, katika upande wa Ayman. Musa anaondoka akawaacha pale, hali ya kuwa wao walikuwa wanataka chakula lakini hakuendelea kuwasubiria wao. Kisha wa amara Harun, Musa akamwamrisha Harun, watarakahu fima hum fi, akawaacha na hali waliokuwa nayo. Wa hadha halul muhibbi daiman, na hivi ndivyo hali ya mtu yeyote anampenda Mola wake, mashghulu bi irdhaihi, anashughulika kwa kutaka radhi za Allah, la yataakhir, wa hawezi kuchelewa, na pia hakuna chochote ambacho anachokiona, kwa sababu yeye shiaruhu, aina yake, nembo yake kubwa, anwani yake, inni akhafu in asaitu rabbi adhaba yawmin adhim, anwani yake kubwa ni hiyo. Sasa Musa alayhi salatu wasalam, baada ya kupituka na hawa watu bani Israili hawa, na tayari akakaa katika sehemu, wabimujarradi anhaba, Musa alipoondoka tu sasa akawaacha pale, na Harun alayhi salatu wasalam dhanna aljamaat anna Allah kad ghaba ma, kwa sababu walikuwa wanamwogopa Musa, wakaona kama hata Allah pia ameshaondoka pamoja na Musa, wakadhani hivi. Wanasu anna Allah la yaghful wala yanam, wakasahau Allah wala afiliki wala halali wala yaibu anhu mithqala dharra, wala hapotei hata chembe moja. Fajama alhuli, wakakusanya dhahabu, sasa adhahabu, mapambo ikiwapo dhahabu na fedha, alladhi kanu istaaruhu, dhahabu ambao walikuwa wameziazima. Wanawake wa bani Israil walipovuka katika bahari, wakati wamemtumbia katika makucha ya Firaun, walikuwa wameazima, katika riwaya mbalimbali zimekuja, waliazima baadhi ya dhahabu na mikufu kadha kadha, waliazima za akib, za watu wa Firaun walikuwa nazo, waliziazima. Sasa baada ya kuziazima, wakapituka nazo, wakaja nazo hapo, na huku Firaun ameshaangamizwa na watu wake. Kwa hiyo zitakuwa za nani sasa? Ikawa ni ghanima sasa. Sikilizeni. Kwa hiyo kanu istaaruha min ahli Misri, hizo dhahabu walikuwa wameziazima kwa watu wa Misri al-mushrikina, ambao walikuwa washirikina. Haina idhin, wakati huu sasa, jamaa hadha dhahabu hizi kakusanywa, wanaluhu au wanawaluhu lirajul khabith minhu, zikachukuliwa na mtu ambaye mbovu mbaya miongoni mwao. Waqila, wengine wakasema laisa minhum, sio miongoni mwa bani Israili, bal aslama mahum, bali mtu aliyosilimu pamoja nao na hao bani Israil, hadha rajul yuda bisamiri,
huyu mtu anaitwa Samiri. Nisbata ila qabilati, anaitwa Samiri kunasibishwa na kabila yake. Waqil, wengine wakasema nisbatu ila Samra, au anaitwa Samiri kwa sababu kunasibishwa na Samra. Fadafa'u ilayhi hadha adh-dhahab, wakazikusanya wakampa dhahabu hizi, liyasna lahum ijlan, ili atengenezee sasa ng'ombe, ijlan jasadan lahu khuwar, ili atengeneze ng'ombe ambaye atakuwa na sauti. Waqil, wengine wasema inna Haruna, hakika Haruna lamma alima biisti'aratihim, alipojua hawa watu wameazima dhahabu za watu, hadha alhuli, ankara alaihim, Haruna aliyokemea. Waqala lahum, akawaambia, ya bani Israil, ya bani Israil, innal ghanimata la tahillu lakum, hizi ambazo tayari kwa sababu Firauna watu wake wameangamizwa, hizi ni ghanima, hizi ghanima si halali kwenu. Wa innal huliya alqibt, hakika hizi hulio za Kibt za kabila hilo la Firaun, inma huwa ghanimatun, ni ghanima, fajmauha jamia, zikusanyeni zote, kila bali aliyokuwa na hizo dhahabu zikusanywe zote. Wahfiru laha hufra, zichimbio shimo, alafu wadifanuha, alafu zizikeni katika hilo shimo. Fa injaha Musa akija, fa ahallaha, kahalalisha, akhadhtumuha, mzachukua. Wa in kana shay'an lam ta'kuluha, na kikio chochote basi kama atasema hadha wa in kana shay'an lam ta'kuluha, kama itakuwa zilikuwa hazifai, mtakuwa hamjakula. Sasa fajama'u dhalika alhuli, wakakusanya hizo dhahabu, fi tilka alhufra, katika hilo shimo. Wajaa dhalika Samiri, huyu Samiri akaja alkhabith. Waqila annahu qad absara Jibril alayhi salatu wasalam, kunaambiwa aliwahi kumuona Jibril fi ihda liqaati, katika moja ya makutano ya Jibril bi Musa alayhi salatu wasalam, katika moja ya makutano ya Jibril na Musa alimuona. Faqabadha qabdatan min athari aqdami, akachukua baadhi ya nyayo au baadhi ya athari, mtu akikanyaga ule unyayo unaonekana kwenye mchanga akachukua, au aqdami farasi, au nyao farasi ule mchanga. Fasana hadha al-ijl min hadha al-huli, akatengeneza sasa hii ng'ombe hii kutokana na hizi dhahabu. Wakadhafa fiha min hadha al-athar, kisha akaweka ule mchanga wa zile athari alizochukua, ima katika athari ima Jibril au farasi. Walamma atamahu sara lil-ijli khuwarun mukhif, alipomaliza kutengeneza tayari ng'ombe akaanza kutoa sauti. Fadaa kadhban wa zuran wa buhtanan, akadai kwa uongo huyu Samiri, kwa uongo akadai annal jasada alladhi la hayata fi, hiki wiliwili ambapo mnakiona cha ng'ombe ambapo hakina uhai, huwa rabbu Musa, ndio mola wake Musa, wa rabbu alalamina, na ndio mola wa ulimwengu jumla. Ta'ala Allah amma yaqulu uluwan kabira. Qala ta'ala, Allah kasema katika Qur'ani, fa akhraja lahum ijlan, akawatolea wao hiyo ndama sasa, jasadan, ndama ambaye ana kiwiliwili, lahu khuwar, ambaye tayari kuna sauti inatoka. Faqalu hadha ilahukum wa ilahu Musa, faqalu, akasema sasa, mshamuona hadha ilahukum wa ilahu Musa, fanasi, huyu ndio Mungu wenu na ndio Mungu wa Musa. Fanasi ai fanasia, Musa amemsahau Mola wake, yuko wapi? Ikabidi Musa anamtafuta kule alipokwenda. Kwa hiyo tayari sasa wamekosana njiani, yeye anakuja huku tulipo, Musa wamepishana naye. Kwa hiyo Musa kasahau njia, kwa hiyo Mungu wake ameshakuja. Afala yarawna alla yarji'u ilayhim qawlan wala yamliku lahum dharran wala naf'a, ay inna hadha ilahukum wa ilahu Musa, huyu ndio Mungu wenu, Mungu wa Musa, alladhi dhahaba, ambaye Musa kaondoka, ambaye yab'athu anhu ala aljabal, Musa ameenda kumtafuta huyu muabudiwa kwenye mlima. Huna maana huyo Allah yuko pamoja na sisi sasa. Wakati nasia Musa tariqa ila rabbi, Musa alisahau njia ya kwenda kwa Mola wake, wadhalla, akapotea. Kwa hiyo wakapishana, wakati Allah anakuja wakapishana naye. Tayari wametengenezewa huyo tayari muabudiwa.
walau kanat lahum uqul min fitri sawiyatun salima, ungekuwa na akili za maumbile ziko sawa, la arafu, ungejua anna hadha al-ijla, hii ng'ombe la yamliku lahu dharra wala naf'a, haimiliki madhara wala manufaa, bal innahu hatta laysa bihayy, pia wala sio kitu ambacho kiko hai, liyafhama au yai, ili kifahamu au kizingatie nidaatihim, wakati mnapoiomba, mnapoiita, wa duaihim, mnapoiomba, alladhina yad'unahum iyah. Wa huna ankara alayhi Harun. Hapa sasa alipoona Haruna katika hali hii, na Haruna ndio amewekwa hapo, Musa ameondoka sasa, hali imebadilika. Haruna alikanusha na akakemea ashaddu inkar, makemeo makali. Faqala lahum kama akhbara Allah ta'ala, akawaambia kama Allah alivyotuambia, walaqad qala lahum Harun min qabl ya qaumi inma futintum bihi wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Harun anawaambia, walaqad qala lahum Harun aliwaambia min qabli, kabla ya qaumi, inma futintum bihi, mfitinishwa tu, wa inna rabbakumur rahman, huyu kweli ndio Allah, Mola wenu ni yule mwenye sifa ya Ar-Rahman, fattabi'uni, nifuateni, huyu hana sifa hiyo, wa atiu amri yangu. Qalu, wao lisemaje? Lan nabraha alayhi akifina, sisi tutaendelea kuabudu hatta yarji'a ilaina Musa, paka Musa aje atakaporudi. Fa ankara alayhim wa bayyana lahum annahum futinu. Haruna aliwakemea, lakini bado waliendelea na msimamo bihadha al-ijl wa futina bihi, wa anna Allah azza wa jalla la yumkin an yakuna hadha al-jasad, hakika Allah hawezi kuwa ni mwenye kiwiliwili hiki, alladhi la yadhuru wala yanfau, kiwiliwili ambaye hakina madhara wala hakinufaishi, wala yarji ilayhim qawlan, hata ukizungumza hakisemi. Sasa wa hashahu Allah ayakuna, wa hashahu Allah, haiwezekani ayakuna, bal huwa Allah, haiwezekani kiwiliwili hiki kuwa ndio Allah Ar-Rahman, wa sahibu sifati al-kamal, mwenye sifa za ukamilifu, al-munazzih an kulli aib, mwenye kutakasika na kila aibu, wa naqs subhanahu wa ta'ala. Wa amarahum alayhi salatu wasalam bittibai, lakini Harun aliwaamrisha wamfuate na umtii. Fanqasamat bani Israil ila firqatayn, hapo bani Israili wakagawanyika makundi mawili. Firqatu min almu'minin as-salihin, kundi katika waumini wema, ankaru alayhim, na walikanusha na kupinga hiyo ng'ombe iliyotengenezwa, kama ankaraha, kama alivyokanusha na kukataa Harun alayhi salatu wasalam. Wa firqatun qalat, kundi lingine lilisema la nukadhibu bihadha, hatusemi hii ni uongo, hatta yarji ilaina Musa, paka Musa arudi. Fa in kana rabbuna, kama Musa atarudi atasema mimi nilitofautiana wakati nimesahau njia, Mola wangu kumbe nimetofautiana, kumbe ndio yule amekuja. Musa akasema ndio mwenyewe ndio Mola wetu, namnakun dhayana, tumekuwa hatujapoteza kitu chochote, wajazna fihi hina ra'ayna, na sisi tulikuwa tumeshindwa wakati tulipomuona. Fa inna yakun rabbuna, kama huyo atakuwa sio Mola wetu, basi itakuwa sisi sasa natabiu qawla Musa, tutamfuata kauli ya Musa. Illa anna firqatan mushrikatan, isipokuwa hili kundi la pili sasa, kundi la washirikina hili, kanat akthara shawkatan wa adadan, likuwa lina nguvu kubwa, idadi yao ilikuwa ni kubwa, min firqatil mu'min, kuliko kundi la waumini. Fazajaruhu, wakati waumini wanasema hapana, hili kundi ambalo lina nguvu, likawakemea, wahaddaduhum, na tayari wakawakemea na kuotisha, watawaaduhum bilqatl, tutawaua kama mtaendelea na mambo yetu, tuacheni. Kama akhbara dhalika Harun, kama Harun alivyozungumzia hivyo ni Musa alayhi salatu wasalam. Qal, Harun alisema wakati akimzungumzia Musa katika Qur'ani ambayo tutaendelea nayo kuizungumza. Sasa walamma balagha Musa Tur, Musa ameshaondoka sasa, ameenda kule, na wakati Musa anaotoa bani Israil Misri kwa mfalme huyu ambaye Firauni aliyewaahidi kwamba Allah kama atatupitisha salama, mimi nitaenda kuzungumza naye na nitakuja na kitabu ambacho kitakuwa na hidayah, kuna mambo kila kitu. Akamwambia sasa, baada ya tushapita salama, kuna haja sasa niende katika ile safari niliyowaambia. Musa alipofika, Musa kaondoka kwenda katika Tur, wakallamahu rabbu takliman,
akazungumza na Mola wake kuzungumza ana kwa ana. Fa akhbarahu azza wa jalla, Allah akampa taarifa Musa annahu qad fatana qaumahu biwasitati Samiri, watu wako huko nyuma wamefitinishwa na Samiri. Qala ta'ala, Allah akasema fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adhallahumus Samiri, hakika tayari watu wako wamefitinishwa, wamepotezwa na Samiri. Faraja Musa ila qaumihi ghadbana asifa, Musa yabidi tena aondoke kule, anarudi hali ya kuwa na hasira na anasikitika. Alipofika akawaona watu, akamwambia ya qaumi alamu yaidukum rabbukum wa'dan hasana, watu wangu hivi Mola wenu hajawaahidi ahadi nzuri kwa mtapata pepo? Afatwala alaykumul ahadu, au muda umerefuka sana? Am aradtum an yahilla alaykum ghadabu min rabbikum, au nyinyi mnataka kwamba adhabu ya Mola wenu ioshukie? Fa akhlaftum maw'idi, mkaenda kinyume na yale aliyoahidi. Faraja Musa alayhi salatu wasalam ila qaumi tasbiqu khutwa, Musa anarudi tayari wakati akitembea hali kwa moyo una hasira, amekasirika. Wal asa ala haula'i alqaum, masikitiko juu haya watu alladhina lam yalbathu an kharaju min dhullati Firaun, muda mfupi tu wametoka katika mateso ya Firauni, wakiteswa Allah ameokoa na miujiza mingi mmeona, mpaka tayari tumeshafika hapa, dakika 2 tumeshaanza kuabudu sanamu. Kisha lakini kwa sababu wamezoea kuishi katika darul kufur, ina ghalabatuhum ashu sanawati tawila, wameishi katika darul kufur muda mrefu, na udhalili huu wanaona ni kitu cha kawaida. Musa alipofika akakutana na hii hali, wa ankara Musa inkara shadid, alipofika Musa akakemea makemeo makali, akamwambia ya qaum alam ya'idukum rabbukum bitamkini bifathi baitul maqdis, hivi Mola wenu hajawaahidi kumpa nguvu, hapa nguvu kufungua baitul maqdis? Alam ya'idukum bil janna, Mola wenu hajawaahidi pepo ardhu samawati wal ardh, upana wake upana mbingu na ardhi? Am ta'ala alaykum intidhari, au subira imekuwa ndefu? Bal aradtum wallahi ayahilla alaykum ghadabullah, bali mmetaka ioshukia hasira na ghadhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fakana jawabuhum, baada ya kukuta tayari umebadilisha na tayari wengine wanaabudu hiyo ng'ombe, jawabu lao likawa ni ajab min fili, jawabu lao la ajabu kuliko kitendo. Qala Allah ta'ala, Allah akasema, wakasemaje? Allah ananukuu, qalu ma akhlafna bimaw'idik bimilkina walakinna humilna awzara min zinati alqawm fakadhafnaha fakadhalika alqasamiri. Jawabu lao likawa hili, wasemaje? Sisi qalu ma akhlafna maw'ida, sisi hatujaenda kinyume na ahadi uliyoahidi, walakinna humilna awzara min zinati alqawm, tumebebeshwa sasa madhambi ya mapambo ya watu. So kumbuka kwamba sisi tuliazima dhahabu kwa wanawake wa Firauni kule wa Kipti. Baada ya hapo sitopita, na Firauni akataka atumie hii lifti ambayo sisi Allah ametujalia tukapita. Walipokuja Allah akawaangamiza, maana sasa tukawa tuna dhahabu za watu ambao tayari ni madhambi yao. Sasa tukaona sasa je, tutaendelea kuwa na hizi dhahabu zao sisi ambazo tumeziazima, mali si za kwetu? Sasa majawabu anajibu hivi, sisi hatujaenda kinyume na wewe kabisa, bimilkina walakin humilna awzara min zinati alqawm, tumebebeshwa sisi madhambi, ndio hii dhahabu hizi za vipambo vya hawa watu wa Firauni ndio tulikuwa navyo sisi. Ikiwa hivyo, fakadhafnaha, tukaona baada tumefika hapa wewe umeondoka, tukaona tuna haja ya kuwa navyo? Hapana, tukashauriana, tukaona bora shimo lifukiwe, lichimbo shimo vifukiwe, tukafukia. Lakini fakadhalika alkasamiru, mara Samiriu sasa akavifukua akapewa. Haya ni madai yao, kwa maana wao wamelazimishwa kwa sababu walikuwa wanajiokoa na makosa na madhambi. Bado sisi tunakufuata na bado sio hiari yetu kuabudu hiyo ng'ombe. Fazamu annama faalu min ibadati al-ajl, wakadai kile walichokifanya kutokana na kuabudu ng'ombe lam yakun bimilkihim, haikuwa kwa miliki yao,
walam aradu wala hukutaka wa annama amrun ukrihu ni jambo waliotezwa nguvu wasturu ilay au idhannahum aradu ayatakhallasu min dhanbi. Sisi tulitaka tujitakasa na dhambi hii ya kuwa na vitu vya watu. Ghaira al-hulli alladhi akhadhuhu min ahli Misr, ama mapambo tuliyochukua kwa watu wa Misri. Fa akhadhahu Samiri akachukua ile zile dhahabu, fafala ma fala, akafanya alichokifanya. Haya ndio majawabu Musa anawakuta wanaabudu pia ng'ombe. Fawajaba ma awhaha min alhujaj, hoja dhaifu ni udhaifu ulioja hoja hizi. Wama aqbahu min udhri, je ni udhuru kujitetea wakati tayari nyinyi washirikina? Wa hakadha kullu mutaaddi, kila ambaye anapituka mipaka hoja zake ni hizo, na wakadhani kwa hoja hizo wataokoka na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma inna Musa tawajjaha ila Harun, Musa baada ya kusikiliza hoja za wale kisha akamwelekea Harun, atiban alayhi, hali ya kumlaumu adamu ittibai, kwa nini hujanifuata Harun, kwa nini hali iko hivi? Faqal, akasema kama Allah alivyoelezea. Qala, Musa akasema ya Harun, ma manaka idh ra'aytahum dhallu alla tattabi'ani afasaita amri. Musa anamwambia ewe Harun, kama Allah anavyoelezea, ewe Harun, ma manaka, kitu gani kilichokuzuia wewe? Idh ra'aytahum dhallu, ulipoona wamepotea, alla tattabi'ani, kwa nini usingenifuata? Afasaita amri, umeasi amri yangu? Qal, Harun akasema yabna umma la ta'khudhu bi lihyati wala bi ra'si. Wakati tayari Harun, Musa amemshika Harun kwenye ndevu au kwenye kichwa amemshika. Kwa nini umefanya hivi? Mbona watu mshika ushirikina? Jana tu tumetoka huko, watu kiadhibiwa na Firaun. Allah kwa utukufu wake ametuokoa, na nyinyi mlikuwa mnatezwa na Firaun wakati wote. Leo tayari mnamwacha kumwabudu Allah, muabudu ni sanamu. Anamshika Harun, Musa alayhi salam. Harun akasema yabna umma la ta'khudhu bi lihyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta baina bani Israil. Usishike ndevu zangu wala kichwa changu, mimi niliogopa nisije nikaambiwa mimi ndio chanzo cha kuwafarikisha hawa watu, kwa sababu wala mtarqub qawli, inawezekana usije ukasema bwana ukusubiri kauli yangu mimi. Kwa nini mmefanya mwenyewe Harun mpaka watu wamefarikiana na watu wamepatikana makundi haya? Mimi nikaogopa hilo. Harun akabainisha, japokuwa Harun alikuwa amebainishia kuanzia mwanzo na aliokataza, illa annahum kadu yaqtuluna, lakini sababu wao walikaribia kumuua kama Allah anazungumzia. Wa khashiya ayuqatilahum, na Harun aliogopa kupigana nao. Fatadubba alfurqatu baina alqaum, isije tofauti na furqa ikawa nyingi kati yao. Wakati kanu bani Israil tahabu Musa, bani Israili walikuwa kimwogopa Musa hibatan shadida, uoga mkubwa. Fa'athara Harun alayhi salatu wasalam, Harun akachagua alla yuhditha amran, asilete jambo lolote hata yauda Musa, paka Musa arudi, wayara ma yara fi amrihim, ili aone atakachokiona katika mambo yao wanayofanya. Thumma innahu Musa iltafata ila Samiri, kisha Musa alipomaliza kuzungumza na Harun akamgeukia Samiri. Fasalahu munkiran alayhi, akamuuliza hali ya kumpinga katika alichokifanya. Wa muwabbiha lahu, akamwambia kwa sababu yeye ndio sahibul fitna, ndio mwenye fitna hii, min asasiha. Faqal, Musa akamwambia Harun, Samiri, qal, kama Allah anasema, fama khatubuka ya Samiri, hebu jambo lako ni lipi? Kitu gani kilichokuchukua mpaka ukafika ukafanya uliyofanya? Qal, Samiri akasema basurtu bima lam yubsaru bi, mimi nimeona mambo ambayo watu hawajaona. Faqabadtu qabdatan min athari rasul fanabadtuha wakadhalika sawalat li nafsi, hakika mimi niliye kuona athari na nyayo za manabii, na pia nilichukua kama tulivyoeleza huko nyuma. Baada ya hapo sasa nafsi yangu ikanipelekea niotengenezee, nikatengeneza hiyo ng'ombe sasa. Fatadhara kama tadharu, naye akatoa udhuru kama walivyotoa udhuru, bi anna al-amra khariju an iradati,
kwamba jambo liko nje na matakwa yake, wa anna nafsahu ghalabat, nafsi yake ndio ilimshinda, wazayyanat, na ikampambia filu, kitendo chake, alladhi fala, alichokifanya. Wa huna qadha alayhi biuquba, na hapo sasa akahukumiliwa adhabu al-uzl, adhabu ya kutengwa. Na katika ng'ombe huyo ambao Bani Israeli wanamsubiri ambaye Mayahudi, kwamba kuna haja kwa watengwa watu maalum kwa ajili ya kuhakikisha ibada hii ya kutengwa, atengwa huyu mtu. Kwa hiyo fi dunia, hapa duniani, fala yamassuhu ahadun, haruhusiwi kuguswa na yeyote, wala kugusa yeyote. Qala, akasema fadhhab fa inna laka fil hayat an taqula la misasa wa inna laka maw'idan lan tukhlifahu wanzur ila ilahik alladhi dhalta alayhi akifan lanuharrikannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfan. Qur'ani kaja hivyo, akaamrisha kwamba sasa ng'ombe huyu lazima aweze. Musa akaamrisha Bani Israeli, na akaamrisha huyu Harun, eti huyu Samiri, kwamba kutokana na wale wote ambao hawajaingia, wakaamrisha wote. Amara Musa Bani Israeli, Musa akaamrisha Bani Israeli, mimma lam yaqa fil kufr, wala yule yote ambaye hajaingia katika kufuru wala hajaingia katika shirki, alla yuakalu, hakuna haja ya kula na hawa walioingia katika kufuru na shirki pamoja na Samiri. Wala yukhalitu, wala hakuna haja ya kuchanganyikana nao. Wala yubai'u, wala hakuna haja ya kuwauzia wala kununua kwao. Thumma innahum ya'udu ila rabbih, huyo atarudi kwa Mola wake hali atakuwa na adhabu kali, na siku ya kiyama ataenda kuadhibiwa adhabu kali. Kwa hali hii sasa, Samiri na wale ambao waliokuwepo, walioingia katika hali hiyo, hali ikawa ni ngumu kwao. Sasa kitabu chetu Qur'an, hii ng'ombe Qur'ani inaelezaje ng'ombe hii ambao wanamsubiri, ambaye ni sanamu ambaye lilitengenezwa na huli, na tayari watu wakaanza kuliabudu. Ng'ombe huyu ndio ng'ombe ambao ni Israeli utaona sasa ni vitu viwili tofauti. Sasa Qur'ani ala kulli hal, Musa alayhi salatu wasalam, Allah subhanahu wa ta'ala akaelezea sasa kuna haja ya watu wamefanya makosa makubwa, hali yao ni ngumu, adhabu ni hiyo. Kuna haja uchaguliwe watu maalum, watu 70 ambao hawajaingia katika kuabudu hii ng'ombe, na Musa aondoke nao ili tayari, kwa sababu akaomba msamaha, kwa sababu wakati huo wameambiwa wengine adhabu yao wajiua wenyewe, ndio toba yao kujiua wenyewe, na hali itakuwa ni ngumu, na akhera pia tayari kuadhibiwa. Kwa hiyo Musa aondoke, akaondoka pamoja na watu, wakachaguliwa watu 70 ambao solaha, watu wanaonekana ni watu wema, watu 70, akaenda nao mara ya pili tena. Alipofika kule, mlima ukatikisika na hatari ikawa ngumu, wanataka kufa. Musa akaanza kumwomba Mola wake kwamba ya Rabbi, kama tutaona kutokana, Allah usituangamize kwa makosa ya baadhi ya watu. Ukiwaangamiza wote, bora ungewaangamiza pale pale walikuwa kiabudu kabla mimi sijakuja nao kwenye huu mlima huu, kwa sababu hata watu watasema sasa, watu wewe wema uko wapi? Inaonekana mimi ndio sababu nimewaua. Sasa Musa anamwomba Mola wake kama ambavyo tutaona katika aya zinazokuja, kutokana na kadhia ya ijili, ng'ombe huyu ambao wao namsubiri, ambaye ni ng'ombe wa zamani, lakini ng'ombe wao huyu wao wanasema ni ng'ombe ambaye tayari atazaliwa, lakini ng'ombe ni huyu ambaye tayari Musa aliyokuwa naye. Ndio tunasema siku zote wao na usturu asatirul awwalin zinafanya mpaka zinakuwa ni hakika kwamba huyu ng'ombe akitokea sasa, akija na huyu ng'ombe baadaye tutaona pia wakati wa Musa alimchoma moto ng'ombe huyu, aya zinazokuja na wao huyu ng'ombe lazima achomwe moto. Kwa kuna kuafikiana kati ya ng'ombe huyu na huyu ambaye aliyekuwepo katika wakati wa Musa na Harun. Na wale hadithi bakia
mazungumzo bado yanaendelea. Aqul qawli hadha wa billahi tawfiq. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعدائك أعداء الدين واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا معك إن شاء الله. ساووا صفوفكم.